Mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wa vipindi vyetu, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi lenye kichwa Muinue Yesu juu. Hivyo hapo ulipo kaa usibanduke, ni kusihi tu makinika nasi hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Nam, ikiwa ni Juni 16, achunguzai kwa unyenyekevu atajifunza. Tufumbe macho tupate kuomba. Asante Baba kwa asubuhi njema, tunajikabidhi kwako. Tunapojifunza maandiko yako, tuongoze kupitia jina lako Yesu Kristo, amen. Bwana, unijulishe njia zako, unifundishe mapito yako. Zaburi 25 mstari wa 4. Ufunuo sio uumbaji au uvumbuzi wa kitu kipya, bali ni uoneshaji wa kile ambacho mpaka kinafunuliwa kilikuwa hakifahamiki kwa wanadamu. Kweli kuu na za milele zilizopo kwenye Injili zinafunuliwa kwa njia ya uchunguzi wa bidii na kujinyenyekesha wenyewe mbele za Mungu. Tunaye mwalimu wa mbinguni ambaye anaiongoza akili ya mchunguzi wa ukweli mnyenyekevu, na kwa uongozi wa Roho Mtakatifu kweli za neno zinafunuliwa kwake, na hakuwezi kuwa na maarifa ya uhakika na yenye ufanisi zaidi ya ukweli kuliko kuongozwa hivi katika ukweli wote. Kupitia kutolewa kwa Roho Mtakatifu, tunapaswa kuelewa neno la Mungu. Tunaaswa kuutafuta ukweli kana kwamba tunatafuta hazina iliyositirika. Bwana anafungua uelewa wa mtafutaji wa kweli. Roho Mtakatifu anaiwezesha akili ya mwanadamu kung'amua kweli za ufunuo, na nuru ya Mungu huwasiliana na nafsi. Huu ni ufunguaji wa macho ili kuona hazina za kweli, na akili inashikilia utukufu wa ulimwengu ulio bora. Roho anautamani ukamilifu wa Kristo Yesu. Utasoma manuscript ukurasa wa 59 mwaka 1906. Yesu alikuwa ni mwalimu bora kabisa ulimwengu kupata kumjua. Aliwasilisha ukweli kwa kauli zilizo wazi, zenye nguvu, na vielelezo alivyotumia vilikuwa vya hali safi na ya juu zaidi. Hakuwahi kuchanganya alama na maumbo hafifu na maagizo yake matakatifu, au kutafuta kufanya kama watu wapendavyo, au kuliridhisha daraja ambalo lingesikiliza ili tukufurahishwa. Hakuuleta ukweli mtakatifu chini katika kiwango cha wajinga. Maneno yake yalikuwa safi zaidi na yaliyotukuka zaidi. Hakudhalilisha ukweli ili kumfikia mwanadamu katika hali yake ya kuanguka na kushusha kiwango cha haki ili kukidhi udhalilishaji wake, bali alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba, ili apate kuiokoa jamii ambayo ilikuwa imekokotwa na dhambi. Halikuwa kusudi lake kufutilia mbali sheria ya Mungu kwa kifo chake, lakini badala yake kuonesha kutobadilika kwa madai yake matakatifu. Ilikuwa ni kusudi lake kuitukuza sheria na kuiadhimisha, ili kila mtu anayepaswa kutazama msalaba wa Kalvari pamoja na mhanga wake aliyeinuliwa aone hoja isiyo na majibu ya ukweli kamili wa sheria. Aliuokoa ukweli wa milele kutoka katika ushirika duni wa makosa, na kuiamuru ing'ae katika mng'ao wake wote na fahari ya mbinguni. Anauinua juu ukweli ili kwamba kama nuru iweze kuangazia maadili ya giza ya ulimwengu. Yesu alirejesha ukweli uliokuwa umetupwa nje kwenye mpango wake wa kifalme na kuuweka pamoja na ukuu na hadhi yake ya kweli. Kristo mwenyewe ni ukweli na uzima. Utasoma The Review and Herald la Agosti 6 mwaka 1895. Huu ni mwisho wa somo letu la Juni 16, achunguzai kwa unyenyekevu atajifunza. Tufumbe macho tupate kuomba. Asante Baba kwa somo hili zuri.
Tusaidie tuweze kuyachunguza maandiko yako kwa unyenyekevu na tupate kujifunza ile kweli yako sawa sawa na mapenzi yako. Tunajikabidhi kwako kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Barikiwa nami mwaka 2025 katika masomo haya. Anakuja, Yesu yuaja.